ninavyoamini, inawezekana nakosea, imelindwa sawa sawa, na kwa sababu ukiangalia hata nyinyi mmeambiwa mkataba pale, vitu vingi havijawekwa hadharani. Leo ukiweza mkataba uwanja wa Arsenal kiasi gani umejengwa, uwanja wa Tottenham kiasi gani umejengwa, tunajua, si ndio? Uwanja wa Yanga mliambiwa thamani yake ni shilingi ngapi? Bilioni ngapi walisema? Hamjaambiwa. Na mmetoka, na ndio maana tunawafundisha waandishi siku nyingine, na nyinyi niwaambie hapa nipate nafasi, kizazi cha plastiki nyinyi, kina Isaya Mzumbe, sijui Ali, kina Malizo, hamhoji. Mhoji, yani mtu unayemhoji anakukasirikia, wewe mhoji kwa sababu unahoji kwa nia nzuri, kwa sababu si ni swali hili, sio tusi. Yeye akwambie thamani yake ni kiasi fulani, tutaondoka nalo swali, alafu tujue kwamba sasa je, sema watekeza kiasi fulani. Yanga tumeona wanasema ni only uwanja, kwa ni kiwanja chake ndio basi. Sasa wao wanaweka shilingi ngapi? Huo uwanja ni wa shilingi ngapi? Uwanja wa kujengwa miezi 18, sio mchezo. Kwa hiyo manake wako tayari, lakini kama wanafanya hivyo ni jambo zuri na tunawaunga mkono. Kwa experience yako, kwa experience yako kama mwandishi mwandamizi, manake process hizo ya vizazi vya miaka ya nyuma ambazo sisi tulikuwa wadogo tulikuwa tunasikia zimeshatokea na kipindi cha Senzo. Vipi wewe kwa namna ambavyo ulikuwa unafanya follow up hizi kipindi cha Senzo, nyinyi mmeona hiyo huu uwanja wa Yanga, mfano kama yeye ujuzi kwa tukwenda kutembelea uwanja na nini, mimi nishaona zaidi ya mara 5. Kipindi cha Tarimba ilifanyika, nakumbuka anaitwa, nimekumbuka jina lake, aitwa Igangula, alikuwa makamu mwenyekiti wa Yanga, ni engineer, alikwenda kukagua pia pale mabati, wakasafisha, wakaelezea namna uwanja utakavyojengwa, kadhalika, lakini mwisho uwanja haukujengwa. Na mimi na ndugu yangu mmoja ni shabiki wa Yanga, najua kabisa mpira, anaitwa Ernest kwa bandari. Yaani huyu jamaa, yani kila siku anahoja, sasa nyinyi mnahoji kila siku. Sisi tuna haki ya kuhoji kwa sababu tumeona matukio mengi sana ambayo uwanja haukufanyaje, haukujengwa. Hatuhoji kwa nia mbaya. Record na history ndio inatufanya sisi tuhoji, kwa sababu tulishawahi kupelekwa pale sisi, uwanja haukujengwa. Kwa hiyo matamanio sio kwamba uwanja usijengwe ili tuendelee kuhoji. Matamanio ni kwamba uwanja ujengwe ili kile tunachokihoji na kukikataa, si ndio, kiwe kimemalizika, kwamba kweli uwanja wa Yanga ujengwe. Hicho ndio tunachokihoji. Kwa hiyo Gangula alikwenda, sijui baadaye kwa kupelekwa wapi, lakini siku zote uwanja haujawahi kujengwa. Kwa kazi kubwa ya kwanza sasa hivi ya Yanga pamoja na mkandarasi tuseme ambaye ameshinda hiyo tenda Jason, ni kutoa uwanja wa Yanga kwenye laptop. Wautoe kwenye kuonyesha watu, yaani uwanja umekuwa unaonyeshwa tu lakini haujengwi. Watutoe kwenye hadithi. Hiyo ndio tunayotamani. Na najua kwa ukishajengwa watasema, "Sasa Jembe si umeona sasa?" Na mimi nitawaambia mimi ndio nimewasaidia huko. Lakini wewe unaonekana kama unaenda kujengwa kwa sababu ukiangalia afla imefanyika pale juzi. Hata kipindi kile walipokuja wale watu, ulifanyika hapa kwenye jengo la Yanga pale, kipindi kuja Gangula kukagua. Tafuteni picha kama kwenye mtandao bado inaonyesha. Mimi nilipata bahati mbaya moja, website yangu ya kwanza ile ya Sale Jembe ambayo ilikuwa kwenye Google ilibeba watu wengi mpaka Google ikawashinda. Kwa wakaitoa. Ningekuwepo leo ningewaonyesha zile picha. Gangula ameenda kukagua pale na kashereka, hafla kakafanyika kama anaweza kakaa kakubwa kidogo, kale kalikuwa kidogo, lakini ilifanyika hiyo, lakini uwanja wa kujengwa. Sasa inawezekana tunapishana kitu kimoja. Mimi nahoji kwa sababu na background hiyo. Wewe naye kuhoji hauna ile background. Wewe akili yako inawaza na ishambulia Yanga. Lakini mimi naitetea Yanga. Kama natamani huo uwanja ujengwe ili tupige hatua, kwa sababu Yanga ni fahari ya Tanzania kama ilivyo kwa Simba. Hizi timu mbili sisi ndio fahari yetu sisi wa Tanzania tunapozungumzia soka. Kwa hiyo ukijengwa uwanja ni faida kuliko usipojengwa. Sasa mimi siwezi nikawa ninafurahia uwanja usijengwe. Ndio maana naendelea kuhoji. Kwa hiyo tunaendelea kusema hivi, Yanga wanachotakiwa sasa hivi kwanza uwanja utoe kwenye rafu. Na nazungumzia swala la consistency. Kama watafanikiwa kuutoa, tukaona pale ma excavator na manini yameshaanza kazi. Baada ya pale kuwe kuna muendelezo. So iende baada ya miezi 3 sijui 4 waseme tena imesimama, uchaguzi umepita na uwanja umesimama. Kwa hiyo hiki ndio tunachoombea kwamba waujenge uwanja. Na nikwambie kitu kimoja. Nasisitiza ili kwa viongozi wote wa mpira. Wawape nafasi watu wawe huru kuwahoji. Unapowapa nafasi watu huru wa kuhoji, na wewe unapata challenges, unaweza kufanya vitu. Na wakati mwingine natamani hata Yanga waseme hivi, ngoja tumkomoe Sale Jembe, tuujenge uwanja haraka. Tuseme miezi 18 iwe hata 12, uwanja uishe, umemkomoa Sale Jembe, lakini end of the day Yanga itakuwa ndio imefanikiwa na itakuwa imefanikiwa kupata kile ambacho inataka. Na waandishi, mimi niendelee kuwa challenge kwa nyinyi mlio hapa na wengine ambao wako mbali.
mhoji, msiogope, yani msiogopeshwe. Hamna haja ya kuwa na waandishi ambao hawahoji, hata kama wao ni washikaji zenu. Mimi sina shida na Hersi, mimi sina shida na Ghalib, lakini tunahoji ili wayalete hayo maendeleo. Kama Ghalib anaweza kuwa tayari kuweka pale mkataba, manake uwezo wa kujenga uwanja manake anao. Kwa tuwahimize kwamba sasa bana, tukichelewa kujenga kuna wale wenye midomo kama Sale Jembe watazungumza. Kwa maana yake inakuwa challenge kwa kujenga. Lakini wakisema hata tusipojenga, Issa Dede tutamwambia mwanangu wewe vuta pumzi, achana na hiyo, ipotezee. Basi na Issa Dede naye anapotezea. Hii mtakuwa mnaibana tasnia ya habari, lakini mnabana tutanania michezo yenyewe ambayo mnaitetea. Kwa ni vizuri mkawa huru kuhoji hata kama wale ni washikaji zetu. Issa Dede ni mtu makini Jembe. Sasa sijajua kama nao huko kwenye mpozo. Sasa Jembe, story nyingine ni kuhusiana na captain wa